Tarehe 22 kwa maana siku ya Alhamis tutakuwa na uzinduzi wa hamasa wa kihistoria ambao Zanzibar haujawahi kufanyika. Kwanza tutaanza kwa maandamano kutoka eneo la Mikunguni. Tutatembea kwa miguu na maandamano hayo mpaka uwanja wa Kikwajuni, ambapo hapo tutafika na kufanya hamasa yetu. Kwenye matembezi yetu haya ya amani tutaambatana na matawi yote ya Zanzibar, kwa maana ya pale mjini pamoja na shamba. Wote tutakutana hapo kwa ajili ya kuhanikiza jambo hili, lakini tutaambatana vile vile na matawi kadhaa kutoka Dar es Salaam ambayo yataleta uwakilishi wake. Kutakuwa kuna burudani kadha wa kadha zikihusisha ngoma zetu za Simba Sports Club. King Faida atakuwepo hapo pamoja na kundi zima la hamasa, na kama haitoshi tutakuwa na vigoma mbalimbali kutoka Zanzibar kwa ajili ya kuhanikiza jambo hili. Na kwenye kunogesha zaidi uzinduzi wetu wa hamasa, tutakuwa na Captain Tundaman kwenye upande wa Bongo Flava kwa ajili ya kutupa raha wana Simba kuelekea mechi yetu ya tarehe 25. Yaani tutaruka ngoma za Tundaman vibaya mno siku hiyo. Ikiwa mtanipiga mpaka mniue, Simba sihami itapigwa hapo, na nyimbo maalum ya fainali itapigwa hapo na Captain Tundaman. Itakuwa ni wapi? Itakuwa ni Kikwajuni siku ya tarehe 22. Ndugu zangu waandishi wa habari, mnakaribishwa sana. Baada ya kufanya balaa kubwa siku hiyo ya tarehe 22, siku ya tarehe 23 wana Simba wote ambao tutakuwa visiwani Zanzibar tutakwenda kutembelea na kufanya dua maalum kwenye kaburi la hayati Abeid Aman Karume. Ni muhimu mno kwenda kufanya dua hii kwa muasisi huyu mwenye historia kubwa na Zanzibar, lakini historia yake na Simba Sports Club ni katika vitu ambavyo haviwezi kufutika na haviwezi kusahaulika. Kwa faida ya vijana wa mwaka 2000, jina la Simba Sports Club lilitolewa na hayat Abeid Aman Karume. Wakati huo tunaitwa Sunderland, yeye akashauri tuitwe Simba Sports Club na wengine wakaitwa Chura. Lazima tuende tukamwombee dua pale na tumweleze kwamba tupo katika ardhi yako, tunataka ubingwa wa Afrika. Hili ni jambo muhimu mno na tayari maandalizi yameshaanza kufanyika. Lakini kama ilivyo kawaida yetu, tunapokuwa na jambo kubwa lazima tuombe msaada kwa Mungu. Kwa hiyo tarehe 23 kwenye vituo vya watoto yatima tutawajulisha baadaye majina yao. Kwa hiyo ndio ratiba ya hamasa kwa upande wa Zanzibar. Hii siku ya tarehe 22 ya uzinduzi tutakuwa na mabodaboda ambayo yanaongoza msafara wetu, alafu vikundi vya ngoma vitakuwa vinafuatia nyuma pamoja na gari kubwa la matatu. Yaani itakuwa ni unyama mwingi sana siku hiyo ya tarehe 22. Baada ya kusema hayo, nina imani na matumaini ya kwamba sijasahau kitu. Kama kuna swali mtaniuliza, lakini kwa sasa nimpe nafasi na jezi yako ya timu ya taifa. Njoo na jezi ya njoo na jezi nyekundu ya Simba Sports Club. Kama huna nyekundu ya Simba, vaa nyekundu yoyote ile, ili mradi nyekundu. Tunataka rangi siku hiyo iwe ni moja tu, iwe ni rangi nyekundu.
Lakini kwenye tiketi ni wahimize na kuwasisitiza ndugu zangu, tununue tiketi mapema. Tiketi 15,000 ni chache mno kwa mechi ya fainali. Na jambo moja tutajaribu kulifanya, ili binafsi tunalichukua, jaribu kuzungumza na makampuni ambayo yanasafirisha watu kwenda Zanzibar, watupunguzie nauli walau kidogo, ili wanasimba tupate tahfifu ya kwenda Zanzibar. Na wale ambao wana vyumba, wana mahoteli Zanzibar, msipandishe bei, acheni bei ile ile, ili wanasimba waweze kuafford na kuja kwa wingi siku hii. Na kama kuna mtu yuko Zanzibar, ana nyumba yake, ana apartment yake, ana hoteli yake, anataka wanasimba wafikie kwa bei nzuri, basi tuwasiliane. Mimi nitalitoa hilo tangazo bure kwenye kurasa zangu za kijamii, wanasimba waende wafikie hapo, lakini bei iwe reasonable. Tunataka watu wapate unafuu wa kwenda kumuona mnyama anachukua ubingwa wa Afrika. Na ndugu zanguni, niwaambie, mwaka huu tumeingia fainali, haitajirudia tena kama mwaka 93. Yaani tusubiri miaka mingine 30 kuingia fainali. Tumeingia fainali mwaka huu, tunataka haya yawe ndiyo maisha yetu. Kama tulivyoingia robo fainali, hayo yakawa ndiyo maisha yetu kwa miaka 7 mfululizo, tukawa tu tunacheza robo fainali, na kwenye fainali tunataka hivyo hivyo kila mwaka tuwe tunacheza robo, tuwe tunacheza nusu, tuwe kumradi nani anachezea kila mwaka tuwe tunacheza fainali. Na hilo linaweze, mnaweze msiniamini hivi sasa, lakini tulivyoingia robo fainali ya kwanza mkasema fluke, mwaka huu Simba toboi, mwaka uliofuata Simba kaingia tena robo finali, na baada hapo ikawa ni robo finali mpaka hivi sasa. Na sasa tumeingia finali. Tukitoka hapa, kituo kinachofuata mwakani tukiwa hai ni finali tena, mwaka unaokuja ni finali tena. Hiyo ndiyo standard yetu tunaiset Simba Sports Club. Sasa nipokee maswali ndugu zangu, tupate manne hivi. Baada tiketi zao, na tiketi zao zitatunzwa kwa upande wa N-Card. Itakapofika Simba Day watazitumia tiketi hizo kuingilia uwanjani. Katika hili jambo lazima tutambue kwamba kila mwana Simba amepata hasara. Kwa hiyo asitokee mtu akajibinafsisha hiyo hasara ya kwamba nilishanunua tiketi yangu mimi, sasa itakuwaje? Tutambue ya kwamba kila mtu amepata hasara kwenye hili jambo. Ipo hasara ya kifedha ambayo klabu inalazimika kuingia. Timu ilikuwa ikae kambi hapa nyumbani kwetu katika kambi yetu ya Mbweni, lakini sasa tunalazimika kusafiri kesho na kwenda kukaa hoteli kwa muda siku 5 kujiandaa na hii mechi. Hiyo budget haikuwepo.